Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Baada ya tangazo la kusitishwa kwa mapigano kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, kila upande unadai umeshinda vita hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump anadai kwamba Wamarekani wameshinda vita hivi ambavyo vimedumu zaidi ya mwezi mmoja. Hata hivyo, huko nchini Iran raia wanashangilia huku wakitangaza kwamba wameshinda vita hivyo. Trump amesema Marekani inakaribia sasa kufanya kazi karibu na Iran baada ya ushindi ambao imeupata katika vita hivi. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ambaye ametangaza kusitisha mapigano anasema kwamba wakati huu ni wakati wa ushindi mkubwa ambao Marekani umeupata. Rais huyo amesema hakuna shaka kwamba Marekani imepata ushindi kamili baada ya kukubaliana kuhusu kusitisha vita kwa wiki mbili na Iran. Katika mahojiano na AFP baada ya tangazo lake, alisema kwamba urani iliyorutubishwa ya Iran itajadiliwa kikamilifu chini ya makubaliano hayo. Vinginevyo nisingekubali, Trump alisema bila kutoa maelezo yote kuhusu kile ambacho kingetokea kwa Iran. Alipoulizwa kama angerudi kutoa tena vitisho kama awali vya kuharibu mitambo ya nishati na madaraja ya Iran ikiwa makubaliano hayo yangevunjika, alichosema ni kwamba tungelazimika kufuata hilo. Trump ambaye anatarajiwa kusafiri hadi China mwezi ujao kukutana na mwenzake wa China Xi Jinping alisema nasikia hivyo, alipoulizwa kama Beijing ilikuwa katika kumfanya mshirika mkuu wa Tehran kujadiliana kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano. Huko nchini Iran, raia wa Iran wamekusanyika katika mji mkuu wa taifa hilo Tehran, wakiwa wamebeba bendera ya taifa na mabango yenye picha ya kiongozi mkuu Mojtaba Khamenei. Raia wa Iran wamejitokeza katika barabara za mji wa Tehran baada ya kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda, huku wakieleza kwamba wameshinda vita dhidi ya dhalimu ambaye ni Marekani na Israel. Kusitishwa kwa vita kwa muda kumepokelewa kwa hisia tofauti na hisia mseto miongoni mwa raia wa Iran. Kuna afueni kwa sababu viwanda vya nishati havitashambuliwa tena, lakini kwa wale ambao wanapinga utawala wa taifa hilo hawajalipokea vema. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia kuyajua mengi yanayoendelea katika ulimwengu.